Kituo cha afya Majengo kilichopo wilayani Korogwe mkoani Tanga kimependekeza viongozi na wadau mbalimbali wa sekta ya afya wilayani humo kujitokeza kwa ajili ya kushiriki matendo ya huruma kwa wagonjwa na wahitaji wanaofika katika kituo hicho. Akizungumza katika hafla ya kutembelewa katika kituo hicho, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Majengo amesema kuwa ushirikiano wa viongozi na jamii una mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya na kuwafariji wagonjwa. Ameeleza kuwa matendo ya huruma si tu yanatia moyo wagonjwa, bali pia yanasaidia wahudumu wa afya kutekeleza majukumu yao katika mazingira yenye faraja. Kipekee kabisa tunashukuru dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutupitishia viongozi kama hawa. Ndio viongozi ambao tunawataka. Nasema ni viongozi ambao wanaacha alama ya mfano, viongozi ambaye anatukutanisha watu wake. Sasa nasema mpaka sasa kata ya Majengo imekuwa ni moja. Kata ya Majengo imekuwa ni moja kwa sababu wataalamu wote tumekuwa na kitu kimoja. Kutoka kwenye elimu, ukipita afya, ukipita kwenye kilimo, tutagundua kabisa kwamba wote watu wanafanya kazi pamoja. Kwa leo hii tunataka tuko na wenzetu walimu kushughulika na masuala ya usafi, lakini hatujaishia hapa, kwa ndio tunaanza na mbeleni, naamini yako mengi zaidi ambayo mheshimiwa ametuandalia kwa niaba yetu. Aidha, mganga huyo amewataka madiwani waliopo kwenye halmashauri hiyo kuiga mfano uliowekwa na diwani wa kata Majengo Mustafa Sadiki Shengwatu kwa kujitoa na kushiriki kikamilifu katika kusaidia sekta ya afya pamoja na jamii kwa ujumla. Madiwani waliobakia kwenye halmashauri yetu ya mji wa Korogwe, nilikuwa naomba sana waheshimiwa madiwani, wao ni watu muhimu sana. Ningejaribu kuchukua hili aliloanzisha mheshimiwa wetu Shengwatu katika kata mbalimbali. Tuna kata nyingi sana zenye vituo vikubwa. Tuna kata ya Mgombezi na kituo cha afya kikubwa, tuna kata ya Msisi na kituo cha afya kikubwa ambapo ni kata na kiongozi mkubwa kabisa. Kwa hiyo ningeomba na wao waheshimiwa madiwani kwa nafasi yao wangeweka zoezi kama hilo kwenye kata zao ili kuweza kutupa nguvu sisi watumishi wa afya, kwa sababu changamoto za kwenye afya ni nyingi, hatuwezi kusolve kwa pamoja. Kipaumbele kwenye damu salama, kipaumbele kwenye usafi. Kifika hata kata nyingine, basi halmashauri ya mji itakuwa safi na halmashauri ya mji itakuwa ni salama. Nawaomba sana waheshimiwa madiwani tuige mfano huu wa mheshimiwa Bobishi. Sio jambo baya sana kuunga mkono mheshimiwa Shengwatu, na sisi tufike kwenye kata zetu kule tukaweke jambo. Sisi kama wana Majengo mkitualika tuko tayari kuja kushirikiana na nyinyi, lakini na nyinyi pia karibuni Majengo kuja kutoa kitu mlichokuwa nacho. Kwa upande wake, diwani wa kata Majengo amezungumzia zoezi la Majengo Teachers Gala lililoanza kwa tukio la kutembelea kituo cha afya Majengo, akisema kuwa lengo ni kuunganisha walimu na jamii katika vitendo vya kijamii vinavyogusa makundi yenye uhitaji maalum. Msingi siku ya leo ni siku kubwa sana kwetu kwa sababu tumeipa jina ya Majengo Teachers Dinner Gala. Ni siku kubwa sana kwenye kata ya Majengo kwa sababu mimi kama mheshimiwa diwani nimeamua kuwaleta walimu wangu wote kwa pamoja, lakini kubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata nao chakula cha jioni, lakini kuwashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa ya matokeo ambayo wamefanya kuanzia darasa la 4 mpaka darasa la 7. Lakini kama haitoshi, angalau tule pamoja na tupange mikakati mipya kwa ajili ya mwaka 2026. Lakini baada ya hayo yote ambayo tunapanga kuyafanya leo kuanzia majira ya saa 12:30 jioni, tumeona ni vyema sana kabla ya kwenda kufurahi, angalau turudishe tabasamu kwa ndugu zetu ambao wako katika maradhi mbalimbali katika kituo chetu cha afya Majengo. Hivyo tumeamua sisi kama asubuhi, mimi mheshimiwa diwani nikiongozana na timu nzima ya kata, lakini na walimu wetu wote, kwa tumekuja kwenye kituo cha afya Majengo kwa kazi mbili. Kwanza, tumekuja kufanya usafi, lakini la pili kubwa ni kurudisha tabasamu kwa wagonjwa ambao wako hapa. Kwa sisi kama mimi kama diwani na timu nzima ya kata tumeona utaratibu mzuri wa kupata vitu vingi ili kuleta tabasamu kwa wananchi wetu, lakini kwa wagonjwa wetu ambao wako eneo hili. Kwa ni matumaini yangu muda mchache ujao tutakabidhi pia vifaa mbalimbali kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wakina mama, lakini kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wazee wote ambao wamelazwa katika kituo chetu cha afya Majengo. Tunarudisha tabasamu, lakini siku ya leo ndio ile siku kubwa ya Dinner Gala Teachers kwa ajili ya kusherehekea mafanikio makubwa ya sekta ya elimu kwenye kata ya Majengo. Asante sana, Mungu na wabariki sana. Naye Tabita Mgunya ambaye ni afisa mtendaji mtaa wa Majengo pamoja na baadhi ya walimu waliohudhuria zoezi hilo wamesema kuwa wameguswa na hali ya wagonjwa waliowatembelea na kuahidi kuendelea kushiriki katika shughuli kama hizo zenye lengo la kuimarisha mshikamano wa jamii. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na kibali hata tumeweza kukutana tena mahali hapa na kufanya jambo kubwa ambalo
tumeweza kulifanya hii asubuhi, lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya, na imani yapo majukumu mengi ambayo yako mbele yetu, lakini pamoja na yote mmejitahidi, mmeweza kutenga muda, hata mmeweza kufika hapa na kuweza kufanya jambo hili. Kikweli hongereni sana. Lakini pia nadhani wote ni wa kata hii ya Majengo, nadhani mnafahamu kwamba kuna jambo gani ambalo leo liko mbele yetu, maeneo ya kule Uzunguni. Lakini katika jambo hili tukaona si vema tukafanya na hili swala la matendo ya huruma kwa ndugu zetu ambao wako hapa kituo cha afya kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kiafya. Hivyo tukaona si vyema, ni bora tukaja na vitu ambavyo na imani si vingi, ni vichache, lakini na imani vitawasaidia katika 1, 2, 3. Jina naitwa Mwalimu Monica Mzoo wa shule ya msingi Boma, lakini katika shule hii inapatikana kata ya Majengo. Basi leo tuna tukio letu maalum ambalo tumeandaliwa na mheshimiwa wetu bingwa, Mheshimiwa Diwani Mustafa Shengwatu. Lakini tumeamua leo tuanze na matendo ya huruma katika kituo chetu cha afya cha Majengo. Lakini kwa asubuhi ya leo tumeanza na usafi. Baada ya hapo tutazunguka katika wodi zote kutoa matendo ya huruma ambayo tumeandaa pamoja na mheshimiwa wetu Diwani Mustafa Shengwatu. Lakini kwa jioni pia ametuandalia chakula cha pamoja ambacho tutazungumza, tutakuwa na matukio mbalimbali, kuimba, kucheza na vitu vingine. Jambo hili ni zuri sana kwa sababu mheshimiwa wetu ameamua kutupongeza walimu kutokana na matokeo mazuri, kwani walimu wameonyesha jitihada nzuri katika ufundishaji na kujikuta katika matokeo mazuri. Hivyo basi ningependa hata na watu wengine waige mfano huu, hasa waheshimiwa wanapoona jambo zuri linafanyika, basi watutie motisha kwa namna tofauti tofauti kama mheshimiwa wetu alivyotufanyia. Jina naitwa Alfa Bilal, lakini nimekuja kumwakilisha elimu wa sekondari hapa. Pekee kabisa, kwanza nimpongeze mheshimiwa diwani. Nimpongeze, huu ndio uongozi. Mheshimiwa, hongera sana. Hongera sana, na niwapongeze vile vile walimu jamani kwa hilo jitokeza. Unaweza ukasema jambo dogo lakini jambo moja kubwa sana. Mimi nafikiri nisiseme mengi, nasikia leo kutakuwa na dina pale Uzunguni. Mheshimiwa, hongera sana. Tumewaleta walimu pamoja, walimu wa wateka kubwa. Hivi tu waga wanashukuru. Nafikiri ni jambo kubwa sana la mfano. Kwa hiyo nikupongeze tena. Kwa upande wa wanufaika wa ziara hiyo waliopo kituoni hapo, wameshukuru timu hiyo kwa kuwatembelea na kuwafariji, wakisema ujio wao umewapa faraja na matumaini mapya katika kipindi chao cha matibabu. Kwa majina yangu naitwa Saumu Kibingu, nimetokea Michungwani. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuzidi kutuongezea hospitali, kutupa madaktari wengi, tumepata huduma nzuri, tumefurahia. Na pia tunashukuru Mheshimiwa Diwani kwa zawadi alizotupatia. Tunashukuru kazi zilizoendelea hivyo, na tuzidi kumsupport Mheshimiwa Rais ili anapozidi kutoa ajira tunazidi kunufaika kama wananchi, tunajifungua salama, kila kitu kinaenda sawa. Pamoja na hayo pia tunashukuru madaktari na wauguzi wa hapa waliotupokea hospitali ya Majengo. Tumepata huduma nzuri, kila kitu kimeenda sawa. Tofauti na zamani tulikuwa tunavyosikia sisi utafikia utafanya nini, lakini hapa kila kitu kiko sawa, unakuwa huru. Hicho ni tunachoshuhudia. Kwa majina naitwa Faida Ramadhani Mashina. Mimi ni mmoja wapo ambaye nimekuja kujifungua katika hospitali hapa. Na pia tunashukuru kwa vifaa zawadi tulizoletewa na mheshimiwa diwani. Tunashukuru sana. Na pia tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea vituo vizuri vya afya ambavyo vinasaidia sisi wamama tunapenda watu tuumba mrefu na kujifungua. Na pia tunashukuru madaktari katika hospitali hapa ya Majengo kwa kutoa huduma nzuri. Tunashukuru sana. Kwa ujumla, ziara hiyo imeonyesha umuhimu na ushirikiano kati ya viongozi, walimu na jamii katika kuimarisha sekta ya afya na ustawi wa wananchi.